Habari, siku hii ya leo habari zinazoenea ni juu ya azimio lililotolewa na Umoja wa Mataifa linaloitaka Iran iache kuyashambulia mataifa ya Kiarabu. Nataka nikujuze kila kitu juu ya azimio hilo, alafu nikujuze endapo Iran atakaidi nini kitatokea. Mimi ninaitwa Robin Rachel kutoka Robin Media. Umoja wa Mataifa wote tunaofahamu ni umoja ulioanzishwa mwaka 1945 baada ya vita kuu ya pili ya dunia. Walioanzisha umoja huu ni mataifa yaliyoshinda vita kuu ya pili ya dunia ambao ni Warusi, wa Marekani, wa China, wa Faransa na Waingereza. Hizi nchi tano ndizo zina nguvu ya mwisho pale Umoja wa Mataifa kwa sababu zina kura ya veto. Kwa hiyo hizi nchi tano kila mmoja ana uwezo wa kublock azimio lolote lile linalomhusu yeye au linalohusu mshirika wake yoyote. Kwa hiyo ukizichekea hizi nchi tano utakula mema ya nchi. Ndio maana Israeli anaichekea Marekani kwa sababu Marekani huwa inatumia kura yake ya veto kublock maazimio mbalimbali kwa ajili ya kuikinga Israeli. Kwa hiyo ukizichekea hizi nchi tano unakula mema ya dunia. Sasa basi hapo Umoja wa Mataifa kuna wanachama 193 na sisi Tanzania tukiwemo. Na hao wanachama 193 ndo wale tunaonaga katika mkutano wa pamoja wa Umoja wa Mataifa. Lakini pia kuna baraza maalum ambalo huwa linaitwa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, kwa Kiingereza United Security Council. Hili baraza maalum linaundwa na hizi nchi tano zilizoshinda vita kuu ya pili ya dunia ambazo ni kama nilivyosema mwanzo, Ufaransa, Uingereza, Urusi, China na Marekani. Ndio hili baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linaundwa na hizi nchi tano. Lakini kuna nchi nyingine kama 10 wasindikizaji, umenielewa? Kwa hiyo kwa jumla kuna nchi 15, lakini nchi tano ndo zenye kura ya mwisho, kura ya veto, ndo zenye nguvu. Sasa kilichotokea ni kwamba kumepelekwa malalamiko na nchi za Kiarabu kwamba Iran anawashambulia wakati Iran yuko kwenye vita na Marekani na Israel. Lakini Iran tunajua anawashambulia kwa sababu ardhi za haya mataifa ya Kiarabu zimekuwa zikitumika na Marekani kuishambulia Iran. Kwa hiyo hata ingekuwa ni wewe lazima utarudisha mashambulizi. Na pia Iran akawa ameshasema yeye atashambulia kambi za jeshi za Marekani au popote pale wa Marekani watakapokuwa wamejificha. Akipata taarifa wamejificha kwenye hoteli, anarusha drone. Akipata taarifa wamejificha chini ya uvungu, rusha drone. Umenielewa? Kwa hiyo hiko ndo Iran anachokifanya. Pamoja na hayo, hizi nchi zikaenda kupeleka malalamiko kutokana na kwamba hizi nchi kwanza hata hivyo hazina nguvu kijeshi ya kujibu mashambulizi ya Iran. Kwa hiyo imebidi zipeleke malalamiko Umoja wa Mataifa. Sasa kilichopo ni kwamba baada ya kupeleka malalamiko kukakaliwa kikao hapo katika hilo baraza, hizi nchi 15 zikapiga kura. Zilivyopiga kura, nchi 13 zikakubali azimio lipite Iran waache kushambulia mataifa ya Kiarabu. Lakini nchi 2 ambao ni China na Urusi zenyewe zimejitoa kupiga kura kwa sababu zinasema hakuna haja ya kupiga kura kukataza ishambulia mataifa ya Kiarabu wakati hema Marekani kuishambulia Iran. Marekani Israel wamevunja sheria za kimataifa kuishambulia Iran. Kama hakuna azimio la kuikataza Marekani na Israel kuishambulia Iran, Mrusi na Mchina wamesema na wao hawatapiga kura kuikataza Iran kushambulia mataifa ya Kiarabu. Kwa hiyo Warusi na Wachina wamejitoa. Kwa hiyo kura 13 zimesema ndio, kura 2 hazijapigwa na Warusi na China. Kutokana na hilo, kama tunavyojua wengi wape. Kwa hiyo azimio limepita kwamba Iran wanatakiwa waache kuyapiga mataifa ya Kiarabu. Azimio lilivyopita, sasa hivi usiku huu wa tarehe 12 tayari Iran imesharipotiwa imeendelea kushambulia mataifa ya Kiarabu na imeendelea kushambulia meli zitakazopita katika kivuko cha Hormuz. Kwa maana hiyo Iran hili azimio hawajalifatisha. Hili azimio limeungwa mkono na mataifa mengine 135. Pengine utajiuliza kwa nini mataifa mengine yameunga mkono hili azimio. Ngoja nikueleze vizuri.
Umoja wa Mataifa haunaga haki. Huu ni umoja ambao mpaka leo unaishi. Huu umoja umedumu kwa miaka kama 80 na ni kutokana na kwamba mataifa makubwa huwa wanautumia huu umoja kukandamiza nchi nyonge. Wakiona wamekushindwa kwa namna fulani, wanaenda katika Umoja wa Mataifa ili tu kufanya mataifa mbalimbali yapige kura au ipitishwe sheria au azimio la kukutenga ili pengine uache kufanya unachokifanya, yani kukukandamiza. Kwa hiyo tunaona Marekani, Waarabu ni washirika wa Marekani. Walipoona wameshindwa kumpiga Iran, moja kwa moja wamekimbilia Umoja wa Mataifa, ambapo hilo azimio linapewa baraka na Marekani na washirika wao ili kumfanya Iran afanyaje? Aache. Kwa hiyo huu Umoja wa Mataifa haunaga haki, kwa sababu ungekuwa na haki, Marekani sasa hivi alitakiwa na yeye awe amekatazwa yeye na Israel kuishambulia Iran. Kwa hiyo ni hauna haki. Kutokana na kwamba hauna haki, Iran safari hii na yeye hajausikiliza. Kinachofanyika sasa, kwa nini mataifa mengine 135 yameunga mkono azimio hili? Huwa iko hivi. Kwanza hapo kuna nishati ambayo inatakiwa ipite. Kwa hiyo ni wazi kuna mataifa mengine yameunga mkono ili yaweze kupata nishati, ili haya mataifa yasipigwe ya Kiarabu, mafuta yapite waweze kupata nishati, cha kwanza. Lakini cha pili, haya mataifa mengine kuna uwezekano yameunga mkono kwa sababu yametishwa na mataifa makubwa. Marekani ana tabia ya kutisha mataifa, hivi ndivyo wanavyotuhumiwa, kutisha mataifa mbalimbali madogo yawe yanapiga kura au yanaunga mkono maazimio mbalimbali kwa kuwatisha kupitia mambo ya misaada, ulaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo wakati mwingine mataifa madogo huwa yanatishwa, huwa yanalazimishwa kupiga kura ili kuunga maazimio ambayo yatamfaidisha Marekani ndani ya Umoja wa Mataifa. Ndio maana sisi Tanzania huwa tuko neutral, hatupendi kuingilia wala kulazimishwa vitu kama hivyo. Tunakaaga neutral, tufungamani na upande wowote. Kutokana na kwamba haya mataifa makubwa, hasa mataifa ya magharibi, yana mtindo huo. Kwa hiyo haya mataifa 135 yaliyounga mkono ili azimio, kuna mengine yatakuwa yameunga mkono kwa sababu ya njaa tu, kwa kufia Marekani ameshawatisha pengine, ninasema pengine sina uhakika, ila tuhuma zinakuaga ndio hivyo. Au maana saa zingine huwa unawapiga mkwala hata hadharani. Au wengine wameamua labda kuunga mkono ile azimio ili wapate mafuta kuokoa uchumi wa mataifa yao. Sasa swali linakuja, je, Iran watafatisha? Kama nilivyosema mwanzo, Iran hawajafatisha ile azimio kwa sababu Iran nao wamechoka. Uwezo ukawaambia wao wafatishe azimio wakati Marekani na Israel wao wamevunja sheria za kimataifa kuwashambulia, wao wanajitetea tu. Kwa hiyo Iran hawajafatisha ili azimio. Je, Iran wanavyokaidi ili azimio, nini kinaweza kikawakuta? Mara nyingi kuna mambo kadhaa huwa wanaweza wakafanya Umoja wa Mataifa. Wanaweza Marekani akashinikiza Iran iwekewe vikwazo vya kiuchumi, au isiuziwe silaha iwekewe vikwazo, nchi zote zikatazwe kuiuzia silaha, au nchi zikatazwe kununua mafuta ya Iran. Yani vitu kama hivyo mara nyingi huwa ni vikwazo, na watu kuitenga Iran kidiplomasia. Umeona vitu kama hivyo huwa vinawekwa, sheria huwa zinawekwa, alafu maazimio yanapitishwa ili kuiadabisha nchi. Lakini mambo yote haya ili yapite, yanatakiwa yakapigiwe kura katika baraza lile la usalama la Umoja wa Mataifa, ambapo nchi 5 nilizozitaja zina kura ya veto. Kwa hiyo Mrusi na Mchina, azimio lolote ambalo Marekani atalazimisha lipigiwe kura ili Iran yawekewe vikwazo au vitu kama hivyo, ni wazi Mrusi na Mchina watatumia kura yao ya veto kupinga. Kwa ikitokea azimio likapita, labda awekewe vikwazo vikali sana Iran, Mrusi anaweza akatumia kura yake ya veto kupinga hilo azimio. Mmenielewa eh? Kama akiona Israeli inataka kuadabishwa pale Umoja wa Mataifa, huwa anatumia kura ya veto. Hata kama Israeli inatuhumiwa imefanya mauaji ya kimbari, Marekani huwa anaenda kuitetea na kutumia kura ya veto ili asiadhibiwe. Hivyo hivyo na Mrusi na Mchina, kwa kuwa nao pia wana nguvu ya kutumia kura ya veto, ni wazi watatumia kura ya veto kuiokoa Iran. Ndio maana Iran inasonga mbele kuendelea na mashambulizi. Iran inachotaka ni kusiwe na kambi za jeshi katika mataifa ya Ghuba ya Uajemi, kambi za jeshi za Marekani. Inachotaka hawa Waarabu waanze kujisimamia wenyewe. Kwa hiyo kwa wale mliokuwa mnaogopa baada ya kusikia ile azimio kupita, kwa wale ambao mnapenda haki, na watoa wasiwasi, Umoja wa Mataifa siku hizi kuanzia zamani ni kama vile ni watu tu wanabweka, lakini hakuna siku hizi wanaoogopa Umoja wa Mataifa. Labda mataifa ya Afrika ndio tunaogopa Umoja wa Mataifa. Ninaitwa Robin Rachel wa Robin Media.